Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم. Naam, ndugu zangu watukufu, darsa inaendelea, hakuna mabadiliko, ila hatua ni zile zile za Sayyid Hassan ambazo anaziendeleza. Hii ni ikramu tu kwangu mimi, ambayo amekusudia nimfanyie ziara kama alivyoelezea, na ni ziara takriban miaka mitatu. Ziara hii imeratibiwa na tumeitiania kwa sababu tu ya urafiki na uwiano wetu na alaka. Sisi tuna alaka zetu ni moja katika kusoma, kwa hiyo tunazuriana kama hivi. Ni sehemu tu katika kuitukuza kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndicho ambacho kinatupigisha hatua kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo akakusudia Said Hassan niendeleze pale ambapo amekusudia kuendelea napo leo, lakini kwa njia ya ikrami tu. Sasa sisi hatujui, hii ndio kauli mbiu yetu ambayo tumefundishwa, ni kwamba hatujui na hatuthubutu kusema kwamba tunajua, na tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushie ulimi wa kusema kwamba tunajua. Haya ndio mafunzo ambayo tumepewa na mashekhe zetu. Kwa insha Allah hicho kidogo ambacho tumekipokea kwao, basi Mwenyezi Mungu atuwafikia walau tuzitumie ndimi zao ili kufikisha kile ambacho wametusomesha. Naam, leo kama nilivyoelekezwa na Ustadh Said Hassan Yahya, ambao ndio makamu katika darasa hizi kwenye msikiti wetu huu, kwamba tuendelea na aya ya 125 Suratun Nisa. Moja kwa moja tukiingia katika nakla, ambao ndio ada yetu, kawaida yetu ni kusoma nakla kwanza, tukikusudia aya tatu ambazo tunakusudia kuzisoma, kisha tafuatia maelezo yake, mafunzo yake, nini makasid na mafunzo yake, tufundishika kitu gani katika aya hizo. Sasa tafsiri yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waman ahsanu dinan, ni nani mzuri zaidi katika dini, mimman aslama wajhahu lillah, kumshinda yule ambaye ametakasa amali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
wa huwa muhsinun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kutii, ni mwema. Tutafuatilia maelezo kuhusu nini makusudio ya istifhamu wa man ahsanu. Hapa tumekusudia tutafsiri kwanza hizi aya tulizokusudia leo kwa nakla. Wattaba Ibrahima hanifa, na mtu huyo ambaye amekusudia kwamba ni muti'u, amenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu amali yake na ni mwema. Wattaba Ibrahima hanifa, na akafata dini ya Nabii Ibrahim, ambao dini hiyo ni safi, ni yenye kunyooka, imeepukana na dini za batil. Halafu mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Mwenyezi Mungu asema, na akamfanya Mwenyezi Mungu Ibrahim khalilan, kuwa ni rafiki. Ndio tunaita Khalilur Rahman. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, na ni vya Mwenyezi Mungu vyote vilivyo katika mbingu na vyote vilivyo katika ardhi ni vya Mwenyezi Mungu. Wa kana Allahu bikulli shay'in muhita, na awe Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ni mwenye kukizungushia ilmu yake. Kila kitu kinazungushiwa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu chochote ambacho kinafichikana na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya 127 inasema wayastaftunaka fin nisa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, na watakutaka fatwa wewe mtume, watakuuliza kuhusu wanawake, mambo yanayohusiana na wanawake, kuhusu mirathi yao. Qul, sema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwaambia wao, Allahu yuftikum fihin, Mwenyezi Mungu ndiye atakayobainishia katika habari za wanawake, kuhusiana na haki zao za kimirathi. Wama yutla alaikum fil kitab, kile ambacho kinasomwa juu yenu nyinyi katika Qur'ani kutokana na mirathi yao, Mwenyezi Mungu atawapa fatwa yake. Allah ndiye atawapambanulia hilo wakikuuliza hivyo. Lakini asema fi yatama nisa, pia Mwenyezi Mungu atawapa fatwa nyinyi kuhusu mayatima, wanawake, allati la tu'tunahunna, ambao hawapewi wao ma kutiba lahun, vile ambavyo vimewajibika kwao kutokana na haki zao. Mirathi yao, haki zao. Watarghabuna an tankihuhunna, na mnajipendekeza kuwaoa wake hao, wanawake hao. Walmustad'afina min alwildan, na atawapa pia fatwa Mwenyezi Mungu, atawabainishia kuhusiana na wale ambao kwamba ni wenye kunyongeshwa, min alwildani, kutokana na watoto wadogo wale, atawapa ubainifu wake kuhusiana na haki zao. Wa an taqumu lilyatama bilqisti, na kusimamia haki za mayatima
kwa uadilifu katika mirathi yao. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hivyo, wama tafaalu min khairin, na chochote na chochote ambacho mwakifanya nyinyi kutokana na khairi yoyote ambayo mwaifanya kutokana na uadilifu na kufanya wema katika haki za wanawake, fa inna Allaha kana bihi alima, hakika Mwenyezi Mungu awe kwa khairi hizo atawalipa, au ni mwenye kujua. Makusudi yake ni kwamba kule kujua kwa Mwenyezi Mungu khairi hizo mfanyazo ni kule kuwalipa nyinyi thawabu. Kwa hiyo hizi ndio aya ambazo tunakusudia kuzielezea nini basi yake leo. Sasa tukizingatia aya hiyo tulioanza nayo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, man ahsanu dinan mimman aslama wajha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameanzia aya hii kwa njia ya istifham. Wa man ahsanu dinan, nani mzuri katika dini kumshinda mtu ambaye amesalimika, ametakasa amali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tukaambiwa kwamba hii istifhamu maksudi yake ni la ahada ahsanu dinan mimman inqada li amri llahi wa shar'ihi wa akhlasu amalahu lillah. Hakuna mtu yoyote ambaye ni mzuri zaidi katika dini kumshinda mtu ambaye amefuata amri za Mwenyezi Mungu na sheria zake na akatakasa amali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu wa kumshinda mtu wa namna hiyo katika dini. Ndio tukaambiwa katika tafsirul wasit ya Muhammad Tantawi anasema hii al-istifhamu hii wa man ahsanu hii man tufidu al-istifham. Ndio istifhamu hii imekuja kumaanisha kwamba ni an-nafi lin-nafi wal maqsud minhu madhi. Hii imekuja kwa nafi, lakini makusudio ni kumsifu nani mzuri zaidi. Hakuna mtu yoyote ambaye ana mfumo mzuri katika dini kumshinda mtu ambaye amefuata sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni istifhamu al-manfi, bimaana al-manfi ambao makusudi yake ni madhu man fa'ala dhalika ala atammi wajhi, ni kumsifu mtu ambaye ameitengeneza dini yake kwa njia iliyotimilifu. Kwa hiyo ndio tukaambiwa istifhamu hii ni ameelezea katika tafsiri ya al-Wasit. Tantawi anasema kwamba hii bimaana la ahadan, la ahada, hakuna mtu yoyote ambaye ni ahsanu dinan. Kwa hiyo aya hii imeashiria fal-ayatul karimatu qad asharat ila anna ad-din al-haqq. Aya imeashiria kwamba dini ya haki yaktadhi amraini, dini iliyokuwa ya haki inahukumia mambo mawili. La kwanza ikhlasul qalbi wa niyyatu lillah. La kwanza ni ikhlasul qalbi, ni utakasifu wa moyo, wa niyyatu lillahi ta'ala, na nia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu, bihaithu la yakunu amiran illa bidhikrillah, kwa kiasi ambacho hawi mwenye kuimarisha sasa ile dini ila ni kwa dhikrillah, ni kwa kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo muktadhi wa kwanza, ishara ya kwanza katika hiyo aya ambayo tumesema wa man ahsanu dinan. Sasa ya pili asema itqanul amali salihu, itqanul amalu salihu wa ijadatuhu, ni kuwezekanikana matendo mazuri na kuyabainisha kwake, hata yasila ila martabatil ihsan, mpaka mtu afikie katika daraja la ihsani. Ndile wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi. Nani? Hakuna mtu yeyote ambaye ana mfumo mzuri wa kidini kumshinda mtu ambaye ametakasa amali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa huwa muhsinun,
hiyo muhsinun ndio hiyo muktadha wa pili. Akasema kwamba hatta yasila ila martabati al-ihsani alladhi arrafahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mpaka mtu huyo afikie katika daraja la ihsani ambalo amelijuza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biqaulihi al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Basi hiyo ni muktadhi wa pili katika aya hii, wa huwa muhsinun ay muti'un mujtanibun linawahihi. Mwenye kutii ni mwenye kujiepusha na makatazo yake. Ndio ile hadithi ambayo al-ihsan ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba wamuona wewe kwa macho, lakini ikiwa humuone Mwenyezi Mungu fa innahu yaraka, hakika yeye Mwenyezi Mungu akuona wewe, wa huwa muhsin. Kwa hiyo hizo ndio muktadha mbili zilizoashiria kwamba katika haki, dini iliyokuwa ya haki iko katika namna hiyo. Naam. Na Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema wattakhadha Allahu wattaba'a Ibrahima hanifan, na akafata dini ambayo alikuwa ni wattaba'a dina alladhi kana alayhi Ibrahima khalilur rahman. Ndio wattaba'a dina, huyo fa'ilu ambayo hayupo, akafata dini ambayo kana alayhi Ibrahimu khalilur rahman, ambayo alikuwa akifata dini hiyo Nabii Ibrahim ambao ni kipendi cha Mwenyezi Mungu, mustaqiman ala minhajihi, ni mwenye kusimamia njia zake, wasabilihi, na njia zake, wa huwa dinul Islam, nayo ni dini ya Kiislamu. Hapa ni tafsiri ya Muhammad Ali Sabun ambao ni sufatu tafasiri ndio wameeleza hivyo. Lakini katika tafsiri ya Tantawi, tafsirul wasit, anasema almuradu bi millati Ibrahima shari'atuhu allati kana yadinu Allah alaiha, muradi wa dini ya mila ya Ibrahim. Tukizungumza mila ni sheria zake ambazo alikizifuata kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa minhajuhu alladhi yuwafiqu minhaj alislam, na njia zake ambazo zinafiki njia za Kiislamu, alladhi ata bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, njia nyenzo ambazo amekuja nazo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndio ikaitwa millatu Ibrahim. Kwa hiyo tukizungumza mila ni dini ya Kiislamu. Usikachukulia neno mila ukaliingiza katika dalili ukawakusanya watu ambao kwamba hata mila imetajwa katika Qur'ani, kwa kila watu wana mila yao. Hii mila islahi yake ni shari'atuhu allati kana yadinu Allah alaiha, ni sheria ambao zinaenda na misingi ambayo anairidhia Mwenyezi Mungu, lakini pia yuwafiqu minhajul islam alladhi ata bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, huwafikiana na njia za Kiislamu ambazo amekuja nazo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tusitafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu kwa kusikia mila ukasema mila zipo katika Qur'ani, pia mila zipo. Hakuna mila zaidi ya dini ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya Nabiullah Ibrahim khalilan, ndio takhadha Allahu Ibrahima khalila. Asema tukizungumzia hii khalilan, qala al-Jamad, wanasema wa arabu wal khalilu fi kalami al-arabi huwa sahibu al-mulazimu alladhi la yakhfa alayhi shay'un fi umuri sahibihi. Ukisikia khalilu ni rafiki, ni swahiba, tunasema swahiba wangu mwenye kulazimika na mambo ambayo hayajifichi kwa lolote lile, fi umuri sahibihi, kwamba anil mar'i la tas'al fabsir
qarina, fa kullu qarin bil muqarin yaqtadi. Imeelezewa katika nini Ta'limul Mutaallim, kuhusu mtu usiulize, angalia rafiki yake. Wala rafiki una rafiki wafatana, fa in kana dha khairan faqarinhu tahtadi, ikiwa huyo ni mwema basi mfanye rafiki utaongoka. Wa in kana dha sharran fajanibuhu sur'at, ikiwa ni mbaya basi jiepushe naye haraka, afai huyo. Kwa hiyo hao ni maswaiba khalil. Hii ndio katika maneno ya Kiarabu. Waarabu wanasema huwa swahibul mulazim alladhi la yafa alayhi shay'un fi umuri min umuri swahibihi, ni swahiba ambaye hulazimika na mambo ambayo hayajifichi kwa swahiba wake, kwamba ukitaka habari za Said Hassan muulize rafiki yake Said Mansur, alikuwa na ukaribu naye zaidi. Kwa hiyo hivyo ndio nini al-Khalil. Lakini qala al-Jamal, anasema huyu mwanachuo ambaye anaitwa Jamal, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, katika kuzingatia kanuni za lugha akasema kwamba hiyo khalila ni mafuulu thani, tukizingatia katika zile fiili ambazo unasibisha mafuulu wawili, si ndivyo? Ittakhadha ipo kama sikosei, alimtu, sami'tu, ittakhadtu kama sikosei, wapo. Ndio sasa hii akasema ni mafuulu thani kwa kuzingatia fiili ambayo imetangulia ambayo inasibisha mafuulu wawili. Lakini akasema yaweza kuwa pia khalila ni hali, tuzungumzia khalila ni hali, ila kana halan, inaweza kuwa ni hali mansubu kwa sababu hali ni tabiu katika tawabi, ndio yatbau fi nasbi. Kwa hiyo hapa yaweza kuwa ni hali pia, ukaifasiri hivi wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, na Mwenyezi Mungu akamfanya Nabii Ibrahim hali ya kuwa ni rafiki, ni kipenzi. Kwa hiyo wa adhhara isma Ibrahima fi maqami al-idmar litafkhim sha'nihi watanswisi ala annahu muttafaqun ala madhihi. Ndio mpaka Mwenyezi Mungu kudhihirisha jina la Nabii Ibrahim katika mahala pa dhamiri, sawa mpaka Mwenyezi Mungu kudhihirisha jina la Nabii Ibrahim katika mahala pa dhamiri, si ndivyo? Watakhadha Allahu huwa khalila, ingekuja hivyo, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu Ibrahim katajwa mwanzo, si ndivyo? Wa huwa muhsinun wattaba Ibrahima hanifan wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, lakini ikaja mara mbili, ndio wa adhhara isma Ibrahima fi maqami al-idmari litafkhimi sha'ni watanswisi ala annahu muttafaqun ala madhihi. Yani imekuja Ibrahimu dhahir mahala pa dhamiri kwa kuonesha utukufu wake Nabii Ibrahim na kuonesha upendo wake, upenzi wake, ukhalili wake kwa Mwenyezi Mungu, lakini na tanswis kuweka dalili kwamba yeye ndio mwenye kuwafikiwa katika sifa yake hii ya kuwa ni Khalilur Rahman. Imamu Razi naye anasema fi bayani silati hadhihi alayati bima qablaha. Sasa asema Imamu Razi ni mfasiri ambaye naye ni makbul, ni faswaha sana, asema katika kubainisha kuunga aya hizi bima qablaha na zile ambazo ni kabla, i'lam anna adata Allahi ta'ala, jua kwamba desturi ya Mwenyezi Mungu mtukufu fi tartibi hadha alkitab, katika mpangilio wa kitabu hiki alkarimi kitukufu, wakaa ala ahsanil wujuh, upangilio wake Mwenyezi Mungu umetuka katika njia mzuri sana. Wa huwa ayadhkura shay'an min alahkami thumma yadhkuru aqibahu ayatin kathiratan fil wa'd wal wa'id wat targhib wat tarhib. Miongoni mwa hikma za Mwenyezi Mungu
na mpango mzuri katika kitabu Qur'ani. Mwenyezi Mungu ni kutaja kitu katika hukumu kisha akataja mwisho wake aya nyingi ambazo zina waadi, zina mapendekezo, lakini pia zina vitisho. Thumma yaudu marratan ukhra ila bayani al-ahkam, kisha ikarudi mara nyingine kubainisha hukumu. Wa hadha ahsanu anwa' tartib, na hii ni katika uzuri wa aina za mpangilio. Wa aqrabuha ni wa aqrabiha, na karibu yake, ila taathiri fil qulubi, kwenda katika kuathiri katika nyoyo. Nakumbuka wakati mudhir Sheikh Saleh bin Zubair rahimahullah, Mwenyezi Mungu ampe afia, akitutafsiria katika nakla yake, lakini pia na sharhi zake, akituelezea kwamba hii kwa maelezo haya ambayo nimezoeleza katika nini ya Imamu Razi, asema ni husnu takhallus, kuja habari hii. Aya hii sura inaitwa Suratun Nisaa. Huko nyuma nakumbuka, nadhani kabla ya hizi aya za leo Said Hassan tumezungumzia habari za wanawake, ndio, lakini ikaja habari za man ahsanu dinan na nini lillahi, kaja hiyo shibhul jumla hapo. Sasa baada ya kuja habari hizo nyingine zilizotoka katika habari za kina mama, ikaja habari zikarudi tena, ndio aya ambayo inafuata mbele. Sasa zikija namna hiyo, asema ni katika mpangilio huu ni mzuri sana, ndio waka ala ahsani alwujuhi. Sasa alikifundisha Sheikh Salim Zubair mudhir wa Ma'wa, akisema hiyo inaitwa husnu takhallus. Husnu takhallus yani mpangilio wa Qur'ani uliotakasika, ni kwamba hauwezi kuchoka kusoma Qur'ani. Mara unapata habari nzuri za pepo, inakuja habari za moto, inakuja viswa, inakuja waadi na waidi. Basi ile hali tu ile kutia dhauku zaidi katika Qur'ani. Ndio nakumbuka alisema kwamba kuna husnu takhallus. Kwa hiyo husnu takhallus ni kwamba tunarudi katika hii aya sasa ambayo ni ya 127, ambao tunarudi huko tulikotoka na Ustadh Hassan katika tafsiri alikuwa anaendeleza, ni habari za kina mama. Ni Allah anasema wayastaftunaka fin nisaa. Hii nyingine lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Naam, hii ni shibhul jumla. Hii maelezo yake hayana nini, hayana bastu sana. Hii ni shibhul jumla ambao tufidu alhasri tu, haina hii inafirisha hasri, ambao ni alhasr au alqasr huwa takhsis shay bi shay'in wa yakunu almaqsur muakharan. Ndio ikaanza lillahi shibhul jumla ambao ni jarri, alafu nafuata sio majrur, inaitwa majrur lit'dhim. Sawa, ni ta'dhim kwa sababu lillahi Mwenyezi Mungu haitu majruru. Hii ni miongoni mwa nidhamu za watu wa nahwu. Kwa lillahi ni shibhul jumla ambayo tufidu alhasri. Maana ingekuwa ma fi samawati wa ma fil ardi lillahi, vilivyo katika mbingu vilivyo katika ardhi ni vya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuja namna hiyo ni kutuonyesha kwamba milki hizo zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ma mausul, ambao miongoni mwa sharti za silatul mausul, hiyo sila yake fi samawati ni shibhul jumla. Nyingine sila yake ni fi'lu wa fa'ilu, jumlatul fi'liya, ambao tufidu al-khabar fil balagh, al-khabar ma yuhtamalu sidqu wal kadhib. Sivyo, ukisema fi'lu wa fa'ilu ni khabar. Kwa ile khabari ikija baada ya mausul itakuwa imetimu, ni miongoni mwa sharti za swila. Sasa hii swila ya ma fi samawati pia ipo katika zile sharti za nini, za mausul, swilatul mausul, kwa sababu ni shibhul jumla. Basi tuache huko. Kwa hiyo hii ma inajulisha ma fi samawati wa ma fil ardhi. Hizi ma zina maana, hizi hurufu ni kwamba ni umumia, tufidu al-umumia, kwamba vyote vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhi vyote ni milki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna zaidi
ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu chochote unachokifanya ni katika milki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umtajiri wewe na magari yako ni milki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fanya biashara, basi uko katika milki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii inatufundisha turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi ni wa Allah na hakika sisi kwake Allah ni wenye kurejea. Kwa hiyo ikiwa sisi ni wa Allah, basi tujue kwamba tuko katika milki zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kila kitu kimezungukwa na ilmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio katika aya hii inayofuata anatuambia wayastaftunaka fi nisa. Sasa hapa tunatakiwa tutulie sana sana sana. Kuna sharia ambazo zina una unyanyasaji ndani yake katika maisha ya mwanadamu, mwanamke. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyosema wayastaftunaka fi nisa, tuangalie katika tafsiri ya huyu Tantawi alivyo zitetea hukuki anisa, haki za kina mama. Tukizungumza yastaftunaka min al-istifai bimaana talabi al-fitya au al-fatwa, kutafuta fatwa, ubainifu. Yuqalu istafaitu al-alima mas'alata kadha, ay sa'altuhu ay yubayyina hukmuha. Naam, sa'altuhu ay yubayyina hukmaha. Fal-ifta'u idharu al-mushkil min al-ahkami wat-tabyinihi. Akazungumzia hii ni taarifu ya fatwa. Wa yastaftunaka, tukizungumza fatwa tunasema mufti anatokana na fatwa. Fata yafti, mufti ni muftan. Kwa ni kutaka talabul alfataya au alfatwa, ni kutaka ubainifu. Ndio katoa mfano kama yuqalu istafaitu alalima fi mas'alati kadha, nimetaka fatwa kwa alim Ustadh Hassan, nimemtaka fatwa katika mas'ala kadha wa kadha. Ndio ay sa'altuhu ay yubayyina hukmaha, nimemuuliza nibainishie hukumu yake. Kwa hiyo tukizungumza fatwa ndio kule kuidhharul mushkil min al-ahkami wa tabyinihi, ni kutaka kudhihirishwa mushkil ya hukumu na ubainifu wake. Ndio wayastaftunaka fi nisa. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia kwamba kumwambia mtume watakuuliza kuhusu habari za wanawake, hebu vipi? Sasa Qurtubi anasema nazalat hadhihi al-aya bisababi suali qaumi min as-sahaba ala amri an-nisa'i wa ahkamihinna fil mirath wa ghairi dhalika, fa amara Allah ta'ala nabiyahu ay yaqula lahum Allahu yuftikum fihinna. Pale wayastaftunaka fin nisa, ndio Qurtubi akasema hii aya imeshuka kwa sababu ya maswali ya maswahaba kuhusu habari za kina mama, wanawake, mabinti na hukumu zao katika mirathi na mengineo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha mtume wake ayakula lahum, awaambie wao kwamba Allahu yuftikum fihinna, Mwenyezi Mungu yeye ndiye atawabainishieni nyinyi katika haki zao za mirathi kina mama. Ameelezea hivyo. Sasa tumwangalie huyu Muhammad Ali Swabun, ndio ambao ndio tafsiri ambao tuitumia mara kwa mara sisi katika madarasa zetu. Huyu katika kitabu chake kinaitwa Al-Mawarith cha Muhammad Ali Swabun, kitabu ambacho kina habari nyingi sana za mirathi. Asema kwamba laqad kanatil mar'atu qabla al-islami la tu'ta shay'an min al-irthi bihujjatin annaha la tuqatil. Hakika
katika mlango huo wa mirathul mar'ati qabla al-islam, mirathi ya mwanamke kabla ya Uislamu. Asema ilikuwa mwanamke kabla ya Uislamu hapewi chochote kutokana na mirathi, bihujjatin annaha la tuqatil, kwa hoja ya kwamba mwanamke hapigani vita, haendi kwenye jihadi. Wakana al-arabi yaqul, kwa bedui mmoja akisema hivi, kaifa nu'ti al-mala man la yarkabu farsan wala yahmilu sayfan wala yuqatilu aduwan, iweje tumpe mali mtu ambaye hapandi farasi kwenda kupambana na katika jihadi, kwa sababu wale kina mama wote katika sharia wao ni mustadhafin. Hapa tuzungumzia sheria, si ndivyo? Sawa. Angalau sura hii imeanza ya ayuhan nasu taqu rabbakum, si ndivyo? Na katika khasaisul almadaniya hakuna ya ayuhan nas. Hii ayuhan nas ni katika khasaisul makiya. Aya ambazo au sura ambazo zimeanza ya ayyuhalladhina amanu, hii ni katika khasaisul madaniya, lakini hii imehusishwa hii maada suratul nisa, sio kwa suratul nisa wal baqara. Katika suratul baqara kuna ya ayuhan nas shuka Madina, lakini hii suratul nisa ni imeanza ya ayuhan nas, ni katika khasaisul almakiya, lakini imeshuka Madina. Kwa hiyo sura hii kwa kuwa imetaja sharia sana, maana sura nyingi ambazo zinazungumzia sharia basi zimeshuka Madina. Kwa hiyo tukizungumzia sharia ndio hizi. Wanasema kwamba vipi tumpe mali mtu ambaye hapandi farasi wala hashiki upanga kwenda kupigana wala yuqatilu aduwan. Basi wa min huna anna shari'ata al-islamiyya, na kutoka hapa kwamba hakika sheria ya Kiislamu jaat, imekuja, wal arabu tadhlimu an-nisa wala tu'tihinna min mirathi azwajihinna au abaihinna shay'an. Walikuwa Waarabu tadhlimu an-nisaa. Hii tadhlimu kwa sababu ni tujma'u bil muannath, inakuja kwa nini fiili ambayo inakusudia kama mwanamke, lakini tutazungumzia jamii. Mara nyingi jamii yaweza ikaja kwa muannath, ndivyo fiili yake ikawa muannath. Sawa, ndio hiyo tadhlimu nisa. Hawa Waarabu wanadhulumu wanawake, wala tu'tihinna, wala hawawapi wanawake min mirathi azwajihinna, mirathi ya waume wao, mirathi ya waume zao, au abaihinna shay'an, au mirathi ya baba zao kitu chochote. Waarabu walikuwa wakifanya hivyo. Sasa Ibn Jarir anasema katika riwaya an Ibn Abbas, riwaya ambayo kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma, ambao Ibn Abbas huyu ni sahaba mkubwa, tunamzungumza kila mara kwamba huyu ni sahaba ambaye yuko akrabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yukaribu na bwana mtume, aitwa Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, ambaye ni ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanaungana na mtume katika babu yake Abdul Muttalib, ambaye kwa ukaribu wake na mtume ulida kabla al-hijrati bi 3 sinina, kabla ya mtume kutoka Maka kwenda Madina hijra, basi akawa na miaka 3 umri wake Ibn Abbas. Lakini wakana yusamma al-bahr, alikuwa wakimuita bahar lisaati ilmihi, alikuwa na ilmu panafu sana Ibn Abbas. Lakini pia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuombea, وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه تأويلا اللهم علمه الكتابة اللهم علمه الحكمة. Mtume alimuombea Ibn Abbas na dua ya mtume hairudi. Kwa hiyo asema huyu Ibn Abbasi, lamma nazalatil faraidhu allati farada Allahu fiha ma farada, wakati ilivyoshuka aya mirathi ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yake vile alivyoweka, alivyosema lilwaladi dhakar wal untha, haki ya mtoto wa kiume na wa kike, wal abawaini, na baba na mama,
Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoweka aya hii, karihaha ba'dhul nas, karihaha ba'dhun nas. Sawa hiyo mafuulu ni dhamiri ametangulia hapo hiyo ba'dhun nas ni fa'il muakhar, ni dhamiri hii ambayo ni mafuulu, amekariha ni kariha ba'dhu an-nas hiyo. Kwa hiyo dhamiri hapo ni mafuulu muqaddam. Kwa hiyo machukia baadhi ya watu wakalu, wakasema inakuwaje sasa tu'ta al-mar'atu ar-rubu', anapewa mwanamke robo wa thumun na thumun, inakuwaje? Kwa sababu tukizungumzia ar-rubu', mama mke anapewa robo illam yakun almayt faru warith, ikiwa maiti hana faru warith basi anachukua robo ya mali ya mume wake, 1/4. Lakini in kana faru warith anachukua athumun. Ndivyo ndio haki, ndio fungu la mwanamke akiwa katika hali hizo, akiwa na watoto faru warith. Maana watoto wa faru warith ni ibni, lakini bintu, basi akiwa na hao basi yeye anachukua nini? Thumun. Akiwa hana hao watoto anachukua rubu. Akasema watuta al-ibnatu an-nisfa, na anapewa mtoto wa kike nusu. Yani ni maajabu na roho mbaya, wanastaajabu hivyo walivyosikia aya hii ya kupewa mke robo na thumuni, lakini pia kupewa binti nisfu, ambao huo binti fungu lake la nusu linakuwaje pale anapokuwa yeye yuko peke yake. Lakini akiwa na mwenzake wa kiume, nduguye wa kiume, shakika tumbo moja, basi wanaitwa ni aswaba, wanachukua kinachobakia. Lakini juu ya hilo, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini, katika kile kinachobaki katika kugawanya kwenye waaswaba, basi yule wa kiume anachukua mara 2 ya wa kike. Na kuna sababu za kimsingi kabisa, naogopa muda kusogea kwenda, lakini kuna sababu moja baada ya nyingine kwa nini wa kiume anachukua mara 2 ya wa binti. Kwa nini? Zipo sababu za msingi mno, tunaogopa sana muda, insha Allah tutakuelezea. Lakini huyu binti wakiwa wawili wanachukua thuluthani, 2 ya 3, ndio thuluthaini. Ukashangaa tena watuta al-ghulamu saghir, lakini pia mtoto mchanga eti pia ana mirathi. Wanastaajabu kwamba wanaona huyu ni mtoto mdogo, yani kuna haja gani yeye kupewa mirathi? Iweje? Wanastaajabu. Lakini sababu zao ni kwamba wanasema walaysa min haulai ahadun yuqatilu alqauma, na hapana katika hawa yoyote ambaye anapigana vita jihadi na watu. Kwa hiyo mirathi inahusu nini? Huyo binti na nini anahusiana kitu gani? Wala yajuzu alghanima, wala haifai hawa kupewa ghanima. Kwa hiyo walivyosema vile, wale waliolalamika wale katika kipindi kile, asema wakaafikiana kwamba uskutu an hadha alhadith, jamani tunyamazieni hii hadithi, hizi habari ambazo zimekuja kwamba mwanamke ana mirathi, binti ana mirathi, mtoto mchanga pia ana haki zake za kimirathi, tunyamazie hii habari, tunyamazieni. La'alla rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yansahu, huenda tukinyamaza mtume akasahau. Tunyamazeni jamani, tunyamazeni. Au naqula lahu fayughayyirahu, au tukamsemea mtume akabadilisha hii hukumu ya mirathi, asirithi mwanamke wala mtoto. Basi faqala ba'dhum,
wakathubutu baadhi yao kumsemea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, anu'ti sabiya almirath, hivi kweli mtume wewe na akili zako timamu, wewe mtume, wewe ni maasum, wewe ni hujja, mtume tukutegemea wewe, eti kweli mtume? Wanamshawishi mtume, tumrithishe, tumpe mtoto mdogo mchanga mirathi, walaisa yughni shay'an, na hali ya kuwa hatushelezi kwa jambo lolote. Anu'ti aljariya nisfu ma taraka abuha, hivi kweli tumpe binti nusu? Ndio ndivyo miongoni mwa zile mafungu ahwalul binti an-nisfu idha kanat wahida, ndivyo an-nisfani idha kanat ithnatani fa akthar, at-ta'sib ma'a ibn mithliha lidhakari mithlu hadhil, katika hali hizo kama hivyo, kama tunakumbuka. Kwa hiyo yeye tumpe nusu ma taraka abuha, ya kile ambacho ameacha baba yake binti, walaisa tarkab alfars, na hakuwa yeye ni mwenye kupanda farasi kwenda kupambana katika jihadi, wala tukatilu alqaum, wala hapigani. Wakauliza swali hilo, wajifanya ni swali gumu la kumshawishi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio pale anasema uskutu an hadha alhadithi la'alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansahu au naqula lahu fayughayyirahu, au tumsemee mtume abadilisha haya maneno. Ndio wakamsemea hivi, lakini mtume alisimama katika msimamo ambao amewekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hiyo, qulillahu yuftikum fihinna, sema Mwenyezi Mungu atawapa fatwa katika habari, atawabainishia katika habari zao, na kama ilivyokuja katika kitabu Qur'ani habari za mirathi yao. Kwa hiyo, lakini pia na mayatima ambao mnajipendekeza katika kutaka kuwaoa, ndio fi nikaihinna aljamalihinna au limalihinna, kwa mali zao, wala tadfa'u lahunna muhurahunna, wala hamwapi mahari zao kamilatan, kwa ukamilifu. Allah subhanahu wa ta'ala akalikataza hilo. Ilikuwaje? Huyu Ibn Abbas ibn Abdul Muttalib anasema kuhusu habari za hawa mayatima, asema kana rajulu fil jahiliya, alikuwa mtu katika zama za ujahiliya, takunu indahu alyatima, anakuwa yeye ana yatima anaishi naye, fayulqi alayha thawbahu, alafu anamtupia nguo yake, anachukua nguo yake. Huyu mtu ambaye anaishi na yatima anachukua nguo yake anamrushia yule yatima. Fa idha fa'ala dhalika, akifanya hivyo, basi lam yaqdir ahadun ay yuzawijaha abadan, hawezi yoyote kumuoa yatima huyo milele kwa sababu amemweka alama. Sasa hii ni mambo ya kijahilia. Basi fa in kanat jamilatan wa ahabbaha tazawajaha wa karama laha, ikiwa ni mzuri na ikiwa amempenda, sawa. Ikiwa ni mzuri huyo binti ambaye ni yatima, alafu wewe una yule yatima wampenda, basi atamuoa, alafu atakula mali yake. Unaona yani ile mali ya yatima aila yule mtu ambaye akampenda yule yatima. Mambo ya kijahilia, lakini wakati huo wamemrushia nguo na kuashiria kwamba amuoe asije kaolewa na mtu yoyote. Lakini wa in kanat damimatan manaaha rijal, lakini ikiwa ni mbaya sio mzuri, angalia zama za ujahilia, huyo havutii, hana mvuto huyo binti, basi manaaha rijal hatta tamuta fa idha matat warathaha, wanamzuilia
wanamfungiza yule binti kwa sababu ni mbaya, hana mvuto, hana ile shepu ya uzuri, basi wanamzuia, wanamfungiza mpaka afe, na kisha kufa basi ile mirathi yake ndio wanairithi, wanachukua. Hayo ni mambo ndio faharrama Allahu dhalika wanha anhu, Mwenyezi Mungu akaliharamisha hilo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalikataza. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wama taf'alu min khairin fa inna Allaha kana bihi alima. Hiyo ni ma ya shartiya ambao tajizimu fi'laini awal fi'lu sharti thani jawabuhu wa jazaohu. Haya, fi'li ya kwanza ambayo imejazimishwa na ma, tutazungumza hivi kwa sababu kuna ma tuliozungumzia lillahi ma fi samawati ma fil ardh tuliopita, ambao ilizungumzia ile ni ya mausul, na hii ma hapa ni ya nini? Ya shartiya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema wama taf'alu min khairin, na chochote ambacho mtakifanya kutokana na khairi. Hiyo taf'alu ilikuwa taf'aluna fi'l mudhari majzumu ala majzumun wa ala majzumun bima shartiya wa ala majzumi hafu nuni, sawa. Ilikuwa ma taf'aluna kaondolewa nuni kwa sababu ya ma. Fa inna Allah, hiyo ndio rabita, ndio jawabu liko katika rabita ya fa'i. Kwa hiyo tumetaka kuzungumza tu kwamba hii ma hii iliyozungumzwa hapa na ile walillahi ma fi samawati ni vitu, ni herufi mbili tofauti katika maani zake. Kwa hiyo chochote mtakachofanya min khairin, kutokana na khairi, fa inna Allaha kana bihi alima, haka Mwenyezi Mungu awe kwacho hicho mfanyacho atawalipa, ni mjuzi. Manake wama taf'aluhu min adlin wa birrin fi amri nisai wal yatama, chochote mtakachofanya kutokana na uadilifu na wema katika habari za wanawake na mayatima, fa inna Allaha yujazikum alayhi, haka Mwenyezi Mungu atawalipa kwacho. Naam, kufuatilia hapa na yutla alayki kitabu yatama nisai lati, hii ni katika tashrih. Haya, wama yutla alaykum, na kile ambacho manake Mwenyezi Mungu atawapa fatwa na kile ambacho kwamba kinasomwa juu lenu nyinyi, sawa. Hii ni maatufu tu, wama yutla ndio wayastaftunaka, ingekuja hivyo kwa Mwenyezi Mungu kafupisha maneno tu, kwa sababu ni faswaha sana Mwenyezi Mungu. Ni kwa mimi na wewe tungejaza makaratasi hapa wayastaftunaka fi nisai, ingekuja sasa wayastaftunaka, semaje hapo tunaposoma kulillahu yuftikum, wama yutla, unaona angesema pia wama yutla alaikum fil yatama an-nisa fil kitabi, na kile ambacho kinasoma juu lenu nyinyi katika kitabu ni hizi habari za mirathi ambao tulikuwa tuzungumza hapa. Lakini fi yatama an-nisa, katika mayatima wa kike, allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, tushazungumza tashrihi yake. Mayatima wa kike ambao hawapewi zile nini faradhi, haki zao, mafungu yao, lakini wakati huo targhabuna an tanfi'uhunna, mwajipendekeza kuwaoa. Ndio huyu zama za ujahilia walikuwa wakifanya hivyo, mchukua mtoto yatima amtupia nguo, lakini akikuwa yule binti basi naye kwanza kule kufanya vile asiolewe na mtu yeyote. Akiwa ni mzuri basi anamuoa, lakini anakula ile haki yake ya kimirathi. Ndio hapa. Akiwa ni mbaya sura mbaya nini, basi huyo afungizwa katika nini, chumba kafe. Huyo shakufa basi mali yake inarithiwa. Ndio hiyo tulikuwa tunazungumzia hapa. Kama ni mzuri amchukua mwenyewe, mambo ya kijahilia. Qur'ani imekuja kutufanyia ustaarabu katika haki za kimirathi na haki za kila mwenye haki yake. Kwa hiyo tukifuata Qur'ani basi kila mwenye haki atapata haki yake. Sio piga kelele barabarani haki ya kina mama, haki za kina mama nani, zipo kwenye Qur'ani. Sema hangaika, lakini Mwenyezi Mungu kila kitu ameweka wazi.
wal mustadhafina min alwildan. Na pia hii ni maatufu wayaftikum, Mwenyezi Mungu atawapa nini? Ubainifu, fatwa katika wale ambao wanajinyongesha, min alwildani, wenye kunyongeshwa wale kutokana na watoto wadogo wale, kuwapa haki zao pamoja na mayatima. Ndio yote hayo, ndio hii habari ambao tumeelezea, kaifa nu'til mala man la yarkabu farsan wala yahmilu silahan wala yuqatilu aduwan. Iweje tumpe mali mtu hapandi farasi kwenda katika jihadi wala hapigani na maadui? Allah akakataza hilo, haki ikasimama katika mahala pake istihaka. Kwa hiyo tumzia kwamba aya hii tutasimama kwa kiasi fulani, ili hali kila mwenye haki ajue haki yake. Haki za kina baba zipo wazi na haki za kina mama zipo wazi kwa mujibu wa aya hii ambao tumeisoma. Insha Allah tuzidi kujikita katika dini yetu. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Kwa hiyo haya ndio yaliyokuwa katika dini yetu, ni kusimama katika haki. Kwa hiyo kama unataka kusimama katika haki, basi simama vizuri katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na yote ambayo yameelezwa katika Qur'ani. Basi hakuna ambaye atakosa haki yake, si mwanamke si mwanamume, na amani itapatikana kwa kuzingatiana na haki zao. Kwa hivyo insha Allah tutakoma katika aya hizi, na Mwenyezi Mungu atufungulie fahamu zetu. Amin. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kujua, hatujui. Mwenyezi Mungu atupe ufahamu. Allahumma la tamna'na 'anil 'ilmi bimani' wala taqta'. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.